إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى nakumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Katika silsila ya mihadhara iliyokuwa ikiendelea katika sehemu hii tukufu, nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ikiwa leo ni kukhatimisha silsila kama hii, na kama tulivyojuzwa kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan, na hili ni jambo muhimu ambalo kwamba kwa hakika wanafaa kupongezwa wanahusika na kufanya mipango kama haya kwa ajili ya kujuza waumini ahkam za mwezi mtukufu wa Ramadhan na ahkam za saumu, kwa sababu mara nyingi haya huzungumziwa ndani ya Ramadhan, kukaanza kusomeshwa fiqh ya saumu, ikawa mtu yuko katika 10 la pili 10 la tatu anakuja kugundua jambo analifanya makosa kutoka mwanzo, lakini dakika ya mwisho. Kwa hivyo kwa ajili ya istidad na maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, naandaliwa durus kama hizi kwa ajili ya watu kufundishwa utukufu wa mwezi kama huu na kila kinachofungamana na ibada ya saum ambayo kwamba inapatikana katika mwezi mtukufu kama huu. Maudhui kama tulivyotajiwa ni hatari ya kuharibika ama kuvunjika saumu. Mwanadamu anapofanya amali yoyote ama ibada yoyote, naam, kufanya ni jambo kubwa sana, lakini wakati huo atakikana ibada kama ile aichunge na aihifadhi, isiharibike wala isiporomoke ukawa unafanya habaan manthura, upate thawabu wala ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jana tukiwa katika Masjid Wales tuliashiria mfano katika mifano ya kidunia, tukasema mkulima wa anaohifadhi mmea wake ama miti yake, akaipiga madawa
ili wadudu wasikaribie, akaizungushia pengine fence ili watu ama wanyama wasiingie wakaiharibu. Yani kila njia ya kuhifadhi anajitahidi ili mimea kama ile ihifadhike. Na hili ni jambo la kidunia, mmea tu ama mti. Kifu ibada yahitajiwa kuhifadhiwa kwa namna gani? Yahitajiwa kuchungwa kwa namna gani? Kwa hivyo mu'min atakikana ajitahidi kadra al-imkan, ajichunge kutokamana na kila kinachoharibu ibada yake. Na kwa kuwa tuko katika ibada ya saum na kuzungumziwa kuharibika, ina maana kuna dharura kuzungumziwe mubtilat as-saum, mambo yanayobatilisha saumu, ili mtu apate kujiepuka nayo, aihifadhi ibada yake kama hii. Na maulama wa fiqh wametaja mambo 8 yenye kubatilisha saumu. Jambo la kwanza ni ar-ridda. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na atufishe katika la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, atupe husnul khatima. Jambo la kwanza ni ar-ridda, kuritadi. Mtu anaporitadi moja kwa moja huwa saumu yake imebatilika, ikiwa ndo amertadi mchana wa Ramadhani ama akiwa amefunga. Sawa, kuritadi ni kwa kauli ama kwa fi'l, sawa ni kwa maneno ama kwa kitendo. Pengine mtu amemtukana Mungu ama amemtukana mtumi ama ametukana Qur'ani, katika mifano ya kuritadi kwa kauli. Ama kwa kitendo amesujudia sanamu, ni shirk, unatoka unaritadi, unatoka katika Uislamu moja kwa moja. Na tunapozungumzia kadhia ridda, lazima tuwe makini, tusifikie kiwango kile ambacho kwamba wanakifikia baadhi wanaotoa ndugu zao katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa masaili ya khilafu. Tusifikie kiwango ukamtoa mwenzako katika dini kwa masala ya khilafu katika fikhi. Na hii ni hatari ambayo kwamba imeenea katika jamii zetu. Mtu anamwita mwenzake mushrik. Kwa nini? Pengine kwa sababu amelishika kaburi. Sasa ukishalishika kaburi umeliabudu, na ukishaliabudu umemshirikisha Mwenyezi Mungu, ina maana umeritadi, umekuwa ni mshirikina, umetoka katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama wacha kushika, pengine mtu amelishika kaburi akalibusu, anakuambia umelibusu, umeliabudu, ushamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lazima tuwe makini na kadhaya kama hizi, ili usije ukamtoa mwenzako katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani aliyesema kubusu ni ibada? Ama nani aliyesema kushika ni ibada? Tubusu wake zetu asubuhi mpaka jioni, ina maana tuwaabudu. Kichwani mpaka miguu, ina maana tuwaabudu. Kubusu sio ibada, kubusu ni mahaba. Kwa hivyo haijakuwa mtu kushika kaburi ama kwenda katika ukuta kwa mfano akaubusu ikawa ni sababu ya kuwa ama ni alama ya kuwa yeye ameabudu. Majnunu Laila, amurru ala diyari diyaru Laila au diyaru Salma, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa ma hubbu diyari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Qais Majnunu Laila alikuwa akipita katika mtaa wa kina Laila, huenda akabusu ukuta. Kwani ana mahaba na ukuta? La, ala sakini dar, ana mahaba na yule ambaye kwamba anaishi ndani ya ile nyumba. Kwa hivyo kubusu kwake ukuta ni mahaba, wala haikuwa ibada. Kwa hivyo kubusu ni alama ya mahaba, bali hata kushika haijafikisha kuwa ni daraja ya kuabudu. Sayyiduna Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Ahmad katika musnad yake na al-Imam al-Tabarani katika al-Mu'jam al-Kabir na al-Mu'jam al-Awsat na vile vile al-Imam al-Hakim an-Naisaburi katika al-Mustadrak ala as-Sahihain,
kutoka kwa Daud ibn Abi Salih radiyallahu anhu. Daud ibn Abi Salih asema aqbala Marwan ibn al-Hakam kama kiongozi katika viongozi wa daula ya Bani Umayya. Safari moja anakuja, anapita njia. Daud ibn Abi Salih, mpokezi wa hadithi, anaeleza, anasimulia, asema aqbala Marwan faraa rajulan wadi'an wajhahu ala al-qabri, asema akamwona mtu ameweka uso wake katika kaburi. Asema fa akhadha bikatifi, akamshika katika bega lake. Yani Marwan akamshika yule mtu aliyeka uso katika kaburi, akamshika bega lake, akamwambia atadri ma tasma, unajua unachokifanya? Lakini wewe unaeka uso katika kaburi, unajua unachokifanya? Daud ibn Abi Salih, mpokezi wa hadithi, yasema fa idha huwa Abu Ayyub al-Ansari, yule bwana akigeuka, kumbe sahaba wa Mtume Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub al-Ansari ndo sahaba alimpokea Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Asema fa idha huwa Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadithi imesahihishwa na al-Imam al-Hakim katika walioipokea katika al-Mustadrak ala sahihain, akaungwa mkono na al-Imam al-Dhahabi katika talkhis. Asema Abu Ayyub alipogeuka akamwambia Marwan ibn al-Hakam, ji'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa lam ati al-hajar. Lile kaburi lilikuwa ni kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Ayyub ameweka uso wake juu ya lile kaburi, akamwambia nimemjilia Mtume, sijalijia hili jiwe. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, sijakuja kwa ajili ya hili jiwe ambalo kwamba mimi naweka uso juu yake. Kisha akamwambia maneno mazito, akamwambia sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tabku ala ad-din idha waliyahu ahlu wabku ala ad-din idha waliyahu ghayru ahli. Amwambia nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema msililie dini ikishikwa na wenyewe. Dini ikishikwa na watu si wenyewe ndio ililieni. Dini itakapokuwa imeshikwa na wenyewe, yani anakusudia kuwa sisi ndio wenyewe. Tulimpokea Mtume Madina, Mtume aliishi ndani ya nyumba yangu, nikaichukua dini ndani ya nyumba yangu mimi mubashara kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ninapofanya jambo najua ninachokifanya. Usililie dini ikiwa imeshikwa na wenyewe. Kwa hivyo ni kitendo hicho amekifanya sahaba Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari. Je, utamwita ni mushrik ama utamwita ni kuburi? Majina yaliyoenea katika jamii zetu, yeyote ambaye kwamba pengine ni mtu wa kuzuru makaburi anaitwa kabri. Utasikia kuburiyuna hao na hili ni kosa kubwa katika lugha ya Kiarabu kusema kuburiyuna. Kwa nini kosa? Kwa sababu unapolinasibisha, unapofanya nisba katika lugha, yani tuna Tanzania, unataka kumnasibisha mtu na Tanzania, unasema Tanzani, unatile ya nisba mwisho. Sasa katika kufanya nisba utakikani utumie neno la jamaa. Kubur ni wingi, watakikana lile neno kwanza uliregeshe katika ifradi, useme kabr, alafu tia ya nisba iwe kabri, alafu tia alama ya jamaa wa na nun iwe ni kabriyuna, ndio sawa, sio kuburiyuna. Masr, nchi Masr ile ni moja, sio wingi amsar. Hutosikia hata siku moja amsariyuna, ni masriyuna. Masri ile moja, unaitia ya, unaitia wao na nun. Fatima, fatimiyuna, sio fawatimiyuna. Kwa hivyo hakuna kitu chaitwa kuburiyuna katika lugha ya Kiarabu, ni kabriyuna. Almuhim, arridda ndio kitu cha kwanza kinachobatilisha saumu. Kitu cha pili kinachobatilisha saumu ni alhaidh والنفاس والولادة, na haya yanamhusu mwanamke. Haidh na nifas na wilada. Haidh ni damu inayomtoka binti wa Hawa, mwanamke, kwa njia ya afya, sio maradhi. Ni ada yake inayomjilia kila mwezi. Uchache wake ni yaum wa laila, masaa 24.
na wingi wake ni siku 15, haivuki 15. Ikizidi baada hapo inakuwa ni istihadha. Hii ndio haidh, na ni damu ambayo kwamba haimtoki mwanamke tu peke yake, bali inatoka hata viumbe vingine kama fisi anapata haidh, poponyundo anapata haidh, sungura, bata, mbwa, farasi, wao kwa wanyama sampuli kadhaa ambao kwamba wanapata haidh ama damu kama hii ambayo kwamba ni ada ya kila mwezi. Nifas ni damu inayotoka baada ya kuzaa. Nifas ni damu inayotoka baada ya kuzaa, yani baada mtoto ashatoka, ile damu inayotoka baadaye ndio inaitwa nifas. Tofauti na damu inayoshuka na mtoto, ile inaitwa damu at-talq, sio nifas. Tuko makini Kuna damu at-talq na kuna nifas. Nifas inayotoka, na ndio maana maulama wakizungumzia katika masala ya tawam, mimba ya pacha, ametoka wa kwanza, wa pili hajatoka, kisha ikatoka damu. Je, damu ile ni nifas? La, si nifas. Kwa nini? Kwa sababu tumbo halijamaliza kutoa, mpaka litakapoisha kabisa, ashatoka yule wa pili, ndio itakuwa ni nifas. Kwa hivyo mwanamke anapopata haidh, saumu yake imeharibika moja kwa moja, na hii wanaiita katika fiqhi turuul mani'. Turu al-mani', kutokea kizuizi. Kuna turuul mani' na kuna zawalul mani', kuondoka kizuizi. Turuul mani' amefunga, ameanza siku yake kuanzia asubuhi, imefika mchana ama jioni, amepata damu ya haidhi, tayari kumepatikana nini? Kizuizi. Kwa hivyo ile saumu itakuwa imebatilika ya siku ile, lazima ailipe baada ya Ramadhani, na ni lazima ale baada ya kupata damu. Lazima ale baada ya kupata damu, hafai kujizuia, aseme basi mimi nishajizuia na chakula kutoka asubuhi nitasubiri mpaka magharibi. Lazima ale. Kinyume ni zawalul mani', alikuwa yuko ndani ya ida yake, yuko ndani ya haidhi, imefika mchana, haidhi imekatika, kile kizuizi kilichokuwa kinamzuia kufunga kimeondoka, lazima ajizuie na kula. Hata kama ile siku hana, imeharibika, lazima ilipe, kwa sababu mwanzo wake alikuwa na haidhi, lakini maadamu ashatahirika kwa ajili ya hurma ya mchana wa Ramadhani, haruhusiwi kula. Kwa hivyo mwanamke anapopata haidh, anapopata istihadha, ama anapopata nifas, huwa moja kwa moja saumu yake imebatilika. Na vile vile alwilada, mazazi. Mwanamke anapojifungua mchana wa Ramadhani, ikiwa alikuwa amefunga, basi saumu yake vile vile imefanya nini? Imeharibika. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu linaloharibu saumu ni aljunun, wazimu, walau ni lahdha, hata kama ni masekunde. Mwenyezi Mungu atuafi na atupe akili timamu, lakini lau mtu atapatwa na wazimu, hata kama ni dakika 1, 2, 3, kisha akarudi katika akili, ile saumu yake ishabatilika. Kwa nini? Kwa sababu kitendo cha kuingia katika wazimu, ile taklifu iliondoka. Kwa hivyo ile siku iliharibika. Kwa hivyo akili ikiwa itamrudia, ina maana ile siku hana, ilibatilika. Naam, atajizuia kula, lakini atailipa baada ya Ramadhani. Ili jambo la tatu ambalo kwamba labatilisha saumu. Jambo la 4 ni asukru wal ighma'u, ni ulevi, mtu anapolewa, wal ighma', na anapokosa fahamu. Ama anapolewa, na kulewa si lazima kwa pombe, kulewa kuna njia nyingi sana. Mtu atakapokuwa amelewa ama amekosa fahamu, lakini kwa sharti, lazima kulewa na kukosa fahamu kule kuwe ni kwa mchana mzima, kuanzia mwanzo wa kufunga mpaka mwisho. Yani mtu amekosa fahamu, kwa mfano saa 10 za usiku
akaja akapata fahamu saa 2 za usiku, mchana mzima umepita akiwa yeye yuko katika nini? Katika kukosa fahamu, amezimia. Ina maana saumu kama ile hana saumu, hata kama hakula wala hakunywa, lakini hana saumu kwa siku ile. Taib, imetokea mtu amekosa fahamu masaa ama madakika ndani ya mchana, aliupata mwanzo na amepata mwisho, amefunga kuanzia asubuhi, imefika saa 5 mchana akakosa fahamu, akazibia. Baada ya masaa 2, saa 7 akashtuka, fahamu ikamrudia, saumu anayo. Kwa hivyo sharti la kuzimia na kulewa iwe ni kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa siku. Jambo la 5 ambalo kwamba linavunja saumu ni aljimaa. Jimaa ni kukutana mke na mume katika tendo la ndoa. Kishapatikana jimaa, huwa moja kwa moja saumu imebatilika, walau lahdha, hata kama ni kidogo tu, maadamu kumepatikana kule kukutana, huwa moja kwa moja saumu ishabatilika. Bali walau a'azzakumullah, Mwenyezi Mungu atuhifadhi, hata kama imetokea na bahima, yani mtu amekosea, amekwenda amemshika mnyama, amefanya naye kitendo kichafu, saumu imebatilika. Si lazima iwe ni mwanadamu kwa mwanadamu mwenzake. Taib, mtihani ambao kwamba upo kwa baadhi ya watu katika jamii zetu, Mwenyezi Mungu awaondolee laana tupu, kitendo cha liwati. Mwanamume anakwenda anamwendea mwanamume mwenzake, kikipatikana jimai, saumu imebatilika kwa pande zote mbili, wote wawili saumu zao zimebatilika. Kwa hivyo mume na mke wanapofanya jimai, mume na mke wote saumu zao zimebatilika. Katika maswali ya kimaajabu ambayo kwamba nimewahi kukumbana nayo katika maisha haya da'wa, kuna bwana ameniuliza, anaambia, Sheikh, mimi nilikuwa ni mgonjwa, nina maradhi, sikufunga, na mke wangu alikuwa yuko katika siku zake, sasa akatahirika mchana, na maana ile siku pia alikuwa hajaipata, lakini kukatokea kitendo cha jimai kati yetu, vipi hukumu yetu? Nikamwambia, ndugu yangu, ugonjwa uliokuzuia kufunga umekupa nguvu za kufanya jimai? Ndio tujue baadhi yetu tunacheza, yani mtu akishikwa na mafua kidogo anakula, shapata sababu ya kufungua. Ugonjwa umekuzuia kufunga, lakini umeweza kushughulika. Kwa hivyo jimaa inavunja, na ikivunja ina kafara. Mbali na kuwa wapata madhambi, kwanza wapata madhambi kwa sababu umekhalifu amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukaenda ukafanya jimai mchana wa Ramadhani. Baada ya kuwa wapata madhambi, ni lazima uilipe ile siku qada baada ya Ramadhani, na baada ya kuwa lazima uilipe, watakikana ufanyiwe ta'zir, utiwe adabu na hakim, kwa sababu umekosea heshima mchana wa Ramadhani. Mtu afaa pigwe mboko aswa na hakim na kiongozi kwa makosa kama haya aliyofanya, lakini bado kuna na kafara ambayo kwamba atalipa. Kafara zimetajwa ni 3. Kwanza ni itqu raqaba, kuacha huri shingo, yani mtu ambaye kwamba ni mtumwa, unamnunua unamwacha huri, alhamdulillah, hakuna tena utumwa. Zimebaki ni 2. Ya pili, siyamu shahraini mutatabi'aini, kufunga miezi miwili kwa kufuatana. Lazima hili sharti lizingatiwe, unafunga miezi miwili kwa kufuatana, yani hakuna kuweka gap hata ya siku moja. Ukianza leo ni mpaka baada ya miezi miwili, hakuna kupumzika hata siku moja. Ukakosa siku moja, waanza upya, hata kama ulikuwa ushafika 59. Ukakosa siku moja,
Waweza kuliona ni zito, lakini kwa sababu na dhambi nalo nzito, si lepesi. Yani uzito wa adhabu ama ikabu ama kafara inatokamana na uzito lile kosa ulilofanya mchana wa Ramadhani, hukuheshimu wewe. Sasa kafara ya kwanza tumesema hakuna tena utumwa. Ya pili ni siyamu shahraini mutatabiaini, kufunga miezi miwili kwa kufuatana, usiache hata siku moja, ziwe zitaambatana. Ikiwa mtu ni mgonjwa, mtu mzima hawezi kufunga, anakwenda katika ya tatu, ambayo kwamba ni kulisha maskini 60. Na hizi si za khiari, yani haimaanishi kuwa utachagua ile unayoiweza. Kama ni hivyo, kuna watu watafanya jimai kila siku mchana, manake uwezo wanao, tutalisha wacha maskini 60, maskini 600 mitawalisha. Mtu atakwambia hivyo. Na lishatokea wakati mmoja, wakati wa moja katika viongozi amefanya kitendo cha jimai mchana wa Ramadhani, akaita maulama, ataka kujua hukumu. Tumesema khiari ya kwanza ni kufanya nini? Wacha huru. Wakati huo ilikuwa watumwa wako na ni wengi. Alipokuja yule kadhi al-qudda, kadhi wa makadhi na maulama wengine wako, yule kiongozi ama mfalme anamuuliza, nini hukumu yangu mimi? Nimemwingilia mke wangu mchana wa Ramadhani. Amwambia, hukumu yako ni ufunge miezi miwili mfululizo bila kusimama. Sasa wale mashekhe wengine wakawa wanangonezana, kwa nini sikuna ya kwanza hii ambayo kwamba ni kuacha huru? Baadaye wanamfuata kando, wanamwambia, shekhe, kuna ya kwanza hii, mbona umeruka ukaenda katika ya pili? Naambia mara nyingine inabidi utumie hikma katika ifta, katika kutoa fatwa. Huyu ni mfalme, ana watumwa kwa maelfu. Ukimwambia akimwingilia mke wake mchana wa Ramadhani au mwache mtumwa huru, atawacha 100, wacha mmoja, na kitendo hicho atakirudia kila baada ya wakati, ajue jambo ni lepesi kwake. Sasa inabidi umtafutie jambo ambalo kwamba ni zito, ambalo kwamba ni zito, litamfanya akeme, yani asirudie kulifanya kosa lile tena. Kwa hivyo ni sio ya takhir, sio kuchagulishwa, ni ya kwanza kuacha huru. Lakini hubidi mara nyingine anapokuwa mufti anaona maslaha yako katika ya pili, si katika ya kwanza, kwa kutumia hikma ya kumzuia mtu yule asilifanye ile kosa, anaweza kutumia kumpa fatwa ya lile la pili. Kwa hivyo ikiwa mtu ni mgonjwa, ni mtu mzima, maradhi, hawezi kufunga, itaamu 60 miskina, anawalisha maskini 60, anawalisha maskini 60, kila mmoja anampa mud ambayo kwamba ni gramu 600 kwa vipimo vya sasa. Gramu 600 kwa vipimo vya sasa unalisha maskini 60. Kwa hivyo jambo la tano tumesema hili lenye kuvunja, yenye kuharibu saumu ni jimaa. Jambo la 6 ni kupita, wanasema ain fi manfadhin maftuh, kupita kitu katika tundu ambayo kwamba ni ya wazi, ila aljawfi, inayofikisha katika tumbo. Na hapa tutakana tuwe makini kidogo. Kupita kitu ain, kitu ambacho kwamba chashikika. Kwa hivyo tukizungumzia kitu ambacho kwamba chashikika, ina maana kitu ambacho kwamba hakishikiki kama upepo, hakivunji saumu, iwe ni ain. Sharti ya pili iwe imepita katika manfadh maftuh chenyewe, ama umekipitisha kwa kupitia njia ambayo kwamba ni ya wazi, ila aljawfi, inapelekea mpaka katika ndani mwako. Kwa hivyo unachokipitisha kwa kupitia mdomo, kwa kupitia masikio, kwa kupitia pua,
bali kwa kupitia macho, kwa kauli ya wengi katika maulama. Zote hizi ni manafidh maftuha. Na hapa haya masala yanahusiana na masala mingi ya tiba. Leo mtu anakuja kuuliza, shekhe, ninapokuwa na maradhi ya macho, zile drops nazozitia katika macho, drops zile zinavunja saumu? Naam, zinavunja saumu kwa kauli ya wengi katika maulama, kwa sababu ni manfadh maftuh, inapita athari yake kisha inakuja kushuka. Mtu anaweza kuambia, lakini ikifika hapa mimi nitaitema, sitoacha ishuke. Utakuwa uko katika shaka. Unao uwezo wa kuitema ama huna? Na ikiwa umeitema yote ama nyingine imepita, na ujuaje wakati inashuka pengine umezubaa ama umelala? Kwa hivyo kuwa katika akiba ni kuwa inavunja. Tia wakati wadaku, tia baada ya kufuturu, lakini wakati wa saumu usitie zile drop. Vile vile kinachopita katika sikio, sawa ni dawa unatia ama uko katika kuoga, lazima uwe makini. Wengine anakuuliza, shekhe, lini hukumu ya kuogelea? Nataka kwenda baharini mimi kuogelea mchana wa Ramadhani, maji yatapita humu. Kwa hivyo ukizamia, ukiingia ndani ya maji yakiingia humu, saumu yako imebatilika, kwa sababu kumepita ain katika manfadh maftuh. Linakuja swali ambalo kwamba linatatiza wingi, swali la inhaler, pampu ile inayotumika na watu wa pumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape shifa. Inhaler inavunja saumu. Kwa nini? Kwa sababu ni ain. Mtu aweza kuambia ni hewa ile inapita, ni hewa, lakini ina dawa zimo, hata kama ni ndogo sana, hazionekani mpaka kwa mashini, lakini imo ile dawa. Kwa hivyo ni ain, inapita na inaingia ndani mpaka kwenye mapafu. Kwa hivyo inhaler inavunja saumu, ingawa baadhi ya maulama wasema haivunji, lakini inaharibu saumu kwa kauli ya wingi katika maulama. Kuna kadhia ya sindano. Je, sindano inavunja ama inaharibu saumu ama la? Sindano zipo sampuli tatu. Kuna sindano inapigwa katika mshipa direct, moja kwa moja inaingia katika mshipa. Kuna sindano inapigwa katika misuli, na kuna sindano inapigwa chini ya ngozi. Sindano zipo sampuli tatu. Ipo inayopigwa katika mshipa, ipo inayopigwa katika misuli, na ipo inayopigwa chini ya ngozi. Sindano inayopigwa katika mshipa inavunja moja kwa moja, kwa sababu imeingia katika mshipa, inakwenda katika jaufu. Lakini sindano ambayo kwamba yapigwa katika misuli na chini ya ngozi haivunji. Sindano ambayo kwamba yapigwa katika misuli na chini ya ngozi haivunji saumu, kwa sababu haifiki katika mishipa, haiingii katika jaufa, haingii ndani mwa tumbo lako. Kwa hivyo katika vinavyoharibu saumu tumesema ni kupita ain, kitu ambacho kwamba chaweza kuonekanika hata kama kwa kutumia mashini na kushikika. Kinapoingia katika manfadh maftuh, njia ambayo kwamba iko wazi, na katika njia za wazi ni tupu mbili za mwanadamu vile vile, inapoingia ndani, basi moja kwa moja inavunja nini? Inavunja saumu. Kuna masala huulizwa vile vile, masala ya kutiwa damu ama kutolewa damu. Kutiwa damu, naam, kunavunja saumu, vile vile kutiwa drop za maji, lakini kutolewa damu haivunji saumu, kwa sababu kinachovunja ni kuingiza, sio kutoa. Tuwe makini kidogo. Kinachoharibu saumu ni unachokiingiza ndani, sio unachokitoa. Kwa hivyo kumehitajika, kuna mgonjwa ahitajia damu, ukaenda ukatabarra, ukatoa damu kama ile, hujavunja saumu yako. Na maulama masala kama haya wameyafanyia kiasi na masala ya hijama. Imekuja katika hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hijama, kuumika, alifanya hijama akiwa amefunga. Amefanya hijama, na hijama ni kutoa damu, hata kama ni damu chafu, lakini ni damu unaitoa katika mwili. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hijama akiwa amefunga,
na ina maana kuwa mtu akiwa amefunga akitoa damu haiharibu saumu yake. Katika vinavyoharibu saumu ni al-istimna. Istimna ni talabu khuruji al-mani, kutaka kutoa mani. Toba, mwanadamu ana maji sampuli 3 yanayotoka katika uchi wake. Mbali na najisi ile mkojo, kuna mani, kuna wadi na kuna madhi. Madhi ni ile ambayo kwamba inatoka wakati wa shahwa, hasa mtu anapokuwa katika mukaddimat na ahli yake, katika vile vitangulizi vya jimai, kuna maji mepesi yanatoka katika tupu yake, ile inaitwa madhi. Alafu kuna wadi. Wadi ni maji ambayo kwamba yanatoka ima baada ya kukojoa, baada ya haja ndogo, ama baada ya kubeba mizigo mizito. Alafu kuna mani, maji ambayo kwamba yanatoka pindi mtu anapofika kilele cha shahwa, na ndio yale ambayo kwamba tumeumbiwa mimi na wewe. Kwa hivyo al-istimna ni talabu khuruji al-mani, kutaka kutoa. Tuwe makini, kutaka kuyatoa, yani ina maana kwanza uwe na raghba mwenyewe kuyatoa. Tabi yamekutoka bila wewe kutaka, umelala, ukiamka asubuhi kumepatikana ihtilam, unajiona chepe chepe, na mchana pengine umelala mchana wa Ramadhani, ukiamka maji. Je, saumu yako imebatilika? La. Lakini mani yametoka, yametoka, hukuyatoa wala hukutaka kuyatoa. Kwa hivyo kinachozungumziwa ni kutaka kuyatoa. Taib, kuna masala yanakuja, mtu amekaa anaangalia filamu ama anaangalia mapicha za shahwa, kisha yakamtoka. Ikiwa amekaa anaangalia kishahwa na shahwa inapelekea kutoa, basi huyo vile vile amevunja saumu yake. Lakini kama ni mtu amekaa pengine dhaifu, yeye yale maji yanamtoka kwa wepesi, kumpita pengine wasichana hivi, katika kutazama kwake yakamtoka bila irada yake, huyo bado haijavunjika saumu yake. Kwa hivyo tunarudi, al-istimna ni talabu khuruji al-mani, kutaka yale mani yatoke. Kwa hivyo imma ni mtu mwenyewe ayatoe, pengine kwa kupitia mkono wake, waliyadhu billah, ama kwa kupitia mkono wa mkewe. Kupitia mkono wako haifai, lakini kupitia mkono wa mkewe yafaa. Mkeo aweza kukutoa manii kwa mkono wake yeye, lakini wewe mwenyewe kujitoa kwa mkono wako haifai. Kwa hivyo kutoka ima kwa kupitia mkono wako, ama kwa mkono wa mkeo, ama kwa njia yoyote ile nyingine mbali na jimai. Yani jimai si mpaka uende ufike katika sehemu husika. Kuna wengine wanaishia katika mapaja. Kwa mfano atakwambia mimi siendi katika sehemu husika, nitacheza katika mapaja. Umetoa mani, saumu yako imebatilika. Al-istimna. La mwisho la 8 ambalo kwamba wanalitaja maulama ni al-istiqa, kutaka kutoa matapishi. Yani mtu unapotapika wewe mwenyewe umeghilibiwa tu, umpita sehemu pengine harufu kali ikakupelekea mpaka kutapika, si neno, haujaharibu saumu. Ili uyatoe yale matapishi, hiyo moja kwa moja inavunja saumu. Kwa hivyo haya mambo 8 wanataja maulama wa fiqhi kwa ni mambo ambayo kwamba yanavunja saumu. Walillahi alhamd, ingawa baadhi hatuko makini katika kuyatambua, lakini mingi watoyajua katika haya tujikinga nayo. Lakini kama vile kuna haya, kuna mengine ambayo kwamba yanapelekea saumu kuharibika, nayo ni kukosa al-ibadat at-taamuliya, ibada za miamala. Ibada zimetofautishwa mara mbili na maulama.
wanasema kuna al-ibadat ash-sha'airiyya na kuna al-ibadat at-ta'amuliyya. Ibadat sha'airiyya ni kama swala, saumu, haji, zaka. Hizi zinaitwa ibadat sha'airiyya. Na vile vile kuna ibada ambazo kwamba zinajulikana kama ibadat ta'amuliyya, ibada za muamala. Namna gani utaishi na wazazi wako, namna gani utaamiliana na ndugu zako, namna gani utaamiliana na majirani zako, vipi utazungumza na watu. Huku kuamiliana na watu ni ibada vile vile, kama swala, kama saumu, bali ni ibada tukufu zaidi kuliko hizi sha'airia. Bila hizi ibada za taamulia, huku kuna poromoka. Na moja katika sababu zinazoharibu ibada ya saumu ni kukosa ibada hii ya taamulia. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake akatuambia, man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Asema yeyote ambaye kwamba hatoacha kusema maneno machafu. Mtume hajataja kula wala hajataja kunywa wala hajataja chochote katika yale mambo tuliyotaja. Ametaja nini? Qaula zur, maneno machafu, wal amala bihi, na kuyafanyia kazi. Falaisa lillahi haja, Mwenyezi Mungu hana haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Mtu kama huyu awache chakula chake na kinywaji chake, anashinda na njaa, anashinda na kiu. Sasa utapata ile saumu Mwenyezi Mungu hana haja nayo, na imeharibika kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya maneno machafu ambayo kwamba ameyatoa. Leo sisi mara ngapi tunafunga na tunatusi? Mara ngapi tunafunga na tunasengenya? Mara ngapi tunafunga na tunafanya namima, tunatia maneno huku tukitia kule, mchana mzima. Saumu tunaibatilisha tu. Mtu ngimwambia unabatilisha saumu yako, anakuambia kwani umeniona na glasi ya maji? Shekhe, kubatilika saumu si mpaka uwe na glasi ya maji wala sahani ya chakula. Haya pia navunja. Man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Kwa hivyo lazima tumakini upande huu pia katika ibadat taamulia. Na hizi ibadat sha'airia hizi, kina swala na saumu, hazikubaliwi wala hazikamiliki ikiwa hazikupatikana hizi ibada za muamala. Na ndio naona saumu imeporomoka hapa kwa sababu ya maneno machafu. Umekosa ibada ya muamala, kuzungumza na mwenzako kwa uzuri, imeporomosha na imeharibu ibada yako saumu. Njoo katika swala, Mwenyezi Mungu atuambia inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Swala inakataza maovu. Sasa wewe umeswali lakini maovu umeyafanya. Umetoka, umemsema mtu, umemtukana mtu, umemsengenya mtu, maovu umerudi kuyafanya. Swala yako inabatilika, hupati thawabu yake, inaporomoka kwa sababu umekosa ibada ya muamala. Njoo katika ibada ya sadaka. Mwenyezi Mungu atuambia la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Angalia sababu zilotajwa, msizibatilishe sadaka zenu bilman wal adha. Man ni kujigamba, na adha maudhi zaidi ya man. Man unaweza kujigamba kando, adha umemwona mtu uliyempa ukaanza kumwambia mbele za watu. Umemwona mtu amekaa na watu wenzake, marafiki zake, unamwambia shekhe, mashallah ikanzu nilokuletea nilipotoka umra ya kupendeza, yani mpaka watu wote wajue kuwa umemletea. Ushamdhalilisha, adha, umemuudhi, yuko mbele za watu, umebatilisha ile sadaka yako. Sasa iangalie sadaka, ikawa itabatilika, hutapata thawabu zake kwa sababu ya nini? Kukosekana ibada ya muamala. Umemuudhi mtu, umekwenda umejigamba. Njoo katika haji. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mmoja wenu anapokwenda haji, ameazimia kwenda haji, kisha akaweka mguu wake juu ya kipando. Wakati ule alikuwa ngamia, farasi. Kwa zama zetu ni ndege. Umekwenda ngazi ya kwanza kwenye ndege ile, umeweka mguu, unasema labbaik allahumma labbaik, lakini wamaluhu min haram wazaduhu min haram, mali yake ni haramu, zadi aliyoibeba ya kuendea hija ni haramu, pesa alizozilipia hija amekula mali ya mayatima,
amepora, ameiba, amedhulumu mtu, umekosa ibada ya nini? Muamala. Umechukua unakwenda kufanya ibada ya haji ambayo kwamba ni ibada sha'airia. Mtume asema qila lahu, huambiwa mtu kama huyo, la labbaika wala sa'daika wa hajjuka mardudun alaika, haitikiwi na hija yake hupigwa nayo usoni, hata hajaenda, yuko hapa bado ndo anaanza kupanda ile ndege, ashapigwa nayo usoni ile haji yake. Kwa hivyo haji ikawa itabatilika kwa sababu gani? Kosekana ibada ya taamulia, ya muamala. Kwa hivyo lazima tunakini hapa. Umejizuia na kula na kunywa, uzuie na mdomo wako. Huu mdomo usizuie kutia chakula tu, bali uzuie vile vile na kutamka. Hakuna kitu kitakachoingiza watu motoni kwa wingi kama nini? Ulimi. Aktharu ma yudkhilu an-nasu an-nara, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kitu ambacho kwamba kitaingiza watu motoni kwa wingi nini? Ulimi. Kiungo kidogo sana, lakini hatari kabisa. Kwa hivyo unapojizuia huko, jizuie na huko. Jizuie kula, jizuie kutamka maneno machafu. Jizuie kula, jizuie vile vile kusengenya, ili usibatilishe huko. Na hili ni jambo ambalo kwamba kwa hakika yasikitisha sana. Umma umelipuuza na umelichukulia jambo la kawaida, hili ibada ya muamala. Uweza kupata mtu mashaallah 5 salawat, swala 5 hazimpiti, swala tena kwa jamaa msikitini, safu ya kwanza, lakini shekhe njoo muangalie akizungumza pale nje, ama njoo muangalie muamala wake na mzazi wake, ama njoo muone namna anavyoudhi jirani yake. Swala yako bado haijakutengeza hii. Naam, umefanya ni ibada sha'airia, swala ni jambo zito, lakini ikiwa umekosa hakuna ibada taamulia, hiyo ni kazi ya bure. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam, safari moja wamekuja maswahaba kwake, wanamzungumzia mmoja katika wanawake wa Kiansar. Wanamwambia Rasulullah, kuna mwanamke wa Kiansar tumemzika, amefariki, lakini mashaallah alikuwa ni mwanamke sawama kawama, alikuwa ni mwanamke mwenye kufunga sana, alikuwa ni mwanamke mwenye kusimama sana usiku kufanya ibada. Angalau akawa anazitaja ibada gani? Sha'airia, swala, funga, kitoa sadaka kwa wingi. Kisha mwisho akamwambia Rasulullah, illa annaha kanat tuudhi jiranaha, alikuwa na tabia moja tu mbaya Rasulullah, alikuwa kiudhi majirani zake. Ngale huku ibadat sha'airia nazo nyingi, huku katika ibadat taamulia amekosa moja tu, alikuwa akiudhi majirani zake. Mtume anasema nini? Innaha finnar, yuko motoni huyo. Ikawa ibada zingine zote zile za sha'airia za poromoka kwa sababu ya kuudhi majirani, jambo ambalo kwa mzito. Leo wangapi sisi tunaudhi majirani zetu? Maspika sauti ya juu, pengine mtu amepumzika unamuudhi, mara usijui ushagonga nini unamuudhi, mara ushamtupia uchafu upande wake unamuudhi. Yote haya, na Mtume asema mazala Jibrilu yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithu, Jibril hakuacha kunihusia jirani mpaka nikadhani atamrithisha. Yani nikadhani kuwa lau mimi nafariki leo, katika watakaonirithi ni nani? Ni jirani yangu. Namna alivyokuwa anasisitiza kukaa naye kwa uzuri na kumfanyia wema. Kwa hivyo ibadati taamulia, tuweni makini na hili jambo Ibadat taamulia, ibada za muamala ni ibada nzito na za muhimu, na ndio dini. Ad-dinu huwa al-khuluq, kama anavyotuambia maimamu, faman zada alayka fil akhlaqi zada alayka fit tadayyuni. Dini ni akhlaqi, dini ni muamala, dini ni tabia. Anayekuzidi katika tabia amekuzidi katika dini. Dini si mshindo kuvaa makanzu na kuvaa kofia, wala si mshindo kuweka ndevu. Dini ni akhlaq. Sasa itakuwa na maana gani wewe ufanye yote? Wala hatusemi kwa kuvaa kanzu si muhimu, wala hatusemi kuweka ndevu si muhimu. Yote hayo yako na ni vizuri, lakini la muhimu zaidi, usifanye yote hayo ukakosa akhlaq. La muhimu zaidi ni nini?
muamala. Na ndio naona ukisoma hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hadithi za mtume zinafika 1060. Na tukisema 1060 ili watu wasishangae, kwa sababu hadithi zipo nyingi zaidi ya milioni, tunakusudia 1060 bila ya takrar, bila ya kukariri. Hadithi 1060 bila ya kukaririka ile hadithi. Nini maana kukaririka? Unaweza kupata hadithi ipo katika sahihi ya Imam al-Bukhari, ama pengine hadithi hiyo hiyo katika Sahih al-Bukhari imetajwa mara 5, ukapata iko katika sahihi ya Imam Muslim, pengine iko katika Jami' ya Tirmidhi, iko katika Sunan ya Ibn Majah, ukapata katika Mu'jam ya Tabarani, ukapata katika Tabaqat Ibn Sa'd, ukapata katika Musnad ya Imam Ahmad. Waweza kupata hadithi moja hiyo katika vitabu 200 vya hadithi. Kwa hivyo tunazungumzia hadithi bila ya kukaririka. Zipo 1060 hadithi. Katika 1060, 1055 zinazungumzia akhlaq, tabia, muamala. 1055. Alafu 5000 zilobaki ndo kunazungumziwa ibada ndani humo. Hadithi za ibadati na ahkami kama wanavyosema maulamani kati ya 900 mpaka 1200 tu. Kwa hivyo katika 5000 kuna tuseme kama 1200 za ahkami, alafu kuna za kueleza visa vya watu waliotangulia, habari zao kina Banu Israila na nani. Humo kuna hadithi zinazozungumzia alamatu saa, alama za kiyama. Humo kuna zile zinazozungumzia sam'iyati, zinazozungumzia pepo, sijui zinazozungumzia akhira. Katika 5000 mambo yote hayo yako katika 5000. 1055 mtume anahusia akhlaq, zinazungumzia katika akhlaq. Angalia idadi namna ilivyokuwa kubwa, ili tujue uzito wa akhlaqi. Kwa hivyo mizanu tadayyuni khuluqul mutadayyini, kama wanavyosema maulama, mizani ya kupima mtu kutaka kumjua ni mtu mwenye dini ni akhlaqi zake. Ukitaka kumjua fulani huyo ana dini, angalia tabia zake. Mwangalie mamake anamzungumzisha vipi na babake, mwangalie ndugu zake anayekaa nao vipi, mwangalie jirani zake anakaa nao vipi, angalia uslubu wake katika kuzungumza. Je, ulimi wake na uhifadhi kutokana na maneno machafu na kusengenya na mengine? Ukimwona yuko sawa upande huo, jua yeye ana dini. Usimhukumu kwa madhahiri. Mwanadamu hahukumiwi kwa nini? Kwa picha ya nje. Mtu picha ya nje shekhe anaweza kuitengeza kama inavyotengezwa picha katika Photoshop. Ushaona Photoshop, ile program katika kompyuta? Mtu pengine anaweza kuwa na uso umejaa pimples, ana matundu kila upande, lakini ikachukuliwa ikachongwa ile picha katika Photoshop, akatoka mtu anawiri, utadhani hana alama katika uso wake. Kwa hivyo picha ya nje mtu anaweza kuichonga atakavyo akaipamba, lakini maadini yake ndani mwake, ile ndo kila kitu, ule muamala unaomtoka yeye. Kwa hivyo tuchunge ibada yetu ya saumu tusiharibu, sawa, kwa kupitia hizi sababu za nje ambazo kwamba zimetajwa na fukaha, ama hizi zingine ambazo kwamba ni ibadat taamulia, ibada za muamala. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inshallah nafasi iliyobakia tutaiacha kwa ajili ya maswali. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.